Wizara ya Mambo ya Ndani ikitoa orodha ya taasisi za kufutwa zikitoka 600 za Waislamu 400. Hii haiwezi kuvumiliwa wala sio kulalamika. Ni swala la kukaa kuangalia hizi jumuiya za taasisi za Kiislamu na misikiti makosa yake ya kwapi, wasaidiwe kujengewa uwezo. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu, ndugu maimamu, ndugu walimu wa madrasa na wadau wote wa UMATA popote pale mlipo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia mimi pamoja na ninyi kupata fursa ya kuzungumza nanyi na kusikilizana nanyi pamoja. Watu wengi wamekuwa na maswali mengi ya kutaka ufafanuzi, ya kutaka ufumbuzi, ya kutaka kujifunza mengi kuhusu UMATA. Mimi ninaongea naitwa Mwalimu Juma Nchia. Mimi mtendaji mkuu na mwenyekiti na katibu wa bodi ya wadhamini au waasisi wa umoja wa maimamu na walimu wa madrasa Tanzania. Kama tunavyofahamu, taasisi hazioti kama uyoga, wala taasisi haziokotwi kama karatasi. Kuna watu wanakaa chini, wanabuni kuanzia malengo, kuanzia jina, kuanzia mikakati na mambo mengine ya kuendelea ili taasisi ikamilike na kuweza kufanya kwa vizuri. Nitumie fursa hii kuwakumbusha na kuambia, UMATA hii imeundwa na wakufunzi, walimu wa masomo ya uimamu, walimu wa madrasa na uongozi katika nchi yetu hii ya Tanzania. Tanzania hapa kumekuwa na harakati nyingi za dini kama duniani pengine, lakini sisi jukumu letu kubwa, tumechagua kufanya lile ambalo lina umuhimu mkubwa kwa Waislamu, lakini watu wengi wamelisahau. Aidha linafanyika kwa kusuasua au halifanyiki kabisa. Mambo yetu yote ambayo tumekuwa tukiyafanya ni yale ambayo yanatija katika Uislamu, lakini Waislamu wameyasahau. Tuwakumbushe tu kwamba huko nyuma tuliwahi kushiriki kuunda jukwaa la vijana wa Kiislamu Tanzania. Wakati ule tulikuwa tukitambulika kama technical team au kama kamati ya ufundi. Lakini pia sisi hao ndio tulianzisha kufundisha masomo ya dini kwa maana IDK pamoja na Islamic methodology kwa maana mbinu za kufundishia elimu ya dini ya Kiislamu katika vyuo vya ualimu vya diploma. Mimi nikiwa mratibu kupitia Munadhamat Dawat Islamia kanda ya Ziwa na kanda Magharibi. Nilianzisha kufundisha katika vyuo vya Butimba, Shinyanga Shekom, Tabora TTC, Kasulu TTC, Kabanga TTC na Bunda TTC. Na hivi vyote nilikuwa naweza kufundisha katika kipindi cha mwezi mmoja. Watu wengi walikuwa kishangaa. Tulikuwa tukiwaambia itakapokuja kueleweka watakuja kutokea watu waliokuwa bora kuliko sisi, watafundisha kila chuo kwa wakati wake. Na alhamdulillah ikatokea hivyo mpaka mataasisi makubwa yakawa yanagombea na yakaajiri watu wa kufundisha chuo kimoja kila mtu. Lakini sisi hao tuliwahi kuanzisha mtandao huru wa elimu kwa wanawake na watoto wa Kiislamu kanda ya Kusini mwaka 2002. Umedumu kwa miaka 13. Kupitia mtandao huu ndio umejenga shule ya Kilwa Islamic, umeanzisha shule ya Muzdalifa kule Nachingwea, Muzdalifa Islamic, Muzdalifa Islamic Masasi, Abdalla Mchimai Liwale, na kituo cha kina mama Umahati pale Masasi, na shule ya Newala Islamic kule Newala. Hawa mwaka 2002 walipokuwa wakiendesha mtandao huu wa elimu kwa wanawake na watoto wa Kiislamu kanda ya Kusini, ndio hao wakufunzi na waratibu walioratibu kuanzishwa kwa UMATA. Ni katika kipindi cha huo mtandao ndio kazi ilikuwa inafanyika ya kufundisha viongozi, kufundisha walimu wa IDK, kufundisha walimu wa chekechea, kufundisha walimu wa madrasa. Na ndipo tulipokuja kuona kazi ya kufundisha viongozi na kazi ya kufundisha walimu ina natija kubwa sana katika Uislamu kuliko kitu kingine. Kwa sababu kupitia makongamano yale, kupitia mafunzo yale,
ilibainika mwaka 2006, kutoka 2002 mpaka 2006, kuanzia sifuri Waislamu wa kusini wana shule za chekechea 216. Ni kwa spidi hiyo ndio likawekwa azimio. Tunatoka kwenye chekechea tunakwenda kuanza ujenzi wa shule. Alhamdulillah, ilijengwa shule ya Kilwa Islamic ndani ya siku 3 ikawa tayari imekamilika kwa nguvu, bila mkandarasi, bila mhandisi, bila ufadhili wa aina yoyote. Ni nguvu ya kuwafundisha watu uongozi na wakaelewa. Lakini kuishia hapo, miongoni mwetu pia tumeshiriki katika kuanzisha majukwaa mbalimbali yanayowahusu viongozi wa Kiislamu hapa Tanzania. Yapo yanayotajika na yapo yasiyotajika. Kwa hiyo kazi ya kushughulika na masuala ya maboresho ya uongozi, kuanzia mafunzo, kutengeneza taasisi na jumuiya, sio jukumu geni. Tumetoka nalo mbali na hii ndio kazi ambayo tumeichagua. Kwa hiyo wale ambao wanazungumza katika swali la kwanza, ninyi sio maimamu, kwa nini mmeanzisha hii jumuiya ya maimamu UMATA? Na sisi tunaeleza kwamba kama sio maimamu, kwa nini tunafundisha maimamu? Kama sio walimu wa madrasa, kwa nini tunafundisha walimu wa madrasa? Na hawajatokea watu wengine wa kuifanya hii kazi ikawa kazi yao kama tulivyochagua sisi. Sisi tunatazama changamoto zote zilizopo katika Uislamu. Moja ya sababu kubwa inayochukua 70% ni kukosekana kwa uongozi thabiti, uongozi wenye vision, uongozi wenye kuchagua vipaumbele, uongozi wenye kuweka mikakati, uongozi wenye kuongoza watu kwa fursa walizonazo, mali walizonazo, nguvu walizonazo, elimu walizonazo, wakatumia kuleta maendeleo. Hapo ndipo lilipopatikana. Kwa sisi tukachagua eneo hilo ndio la kufa nalo, kufundisha maimamu, kuboresha viongozi, kufundisha walimu wa madrasa, kuboresha taasisi za Kiislamu. Hiyo ndio kazi pekee muhimu ambayo tumefanya namba moja kuliko kazi nyingine. Kwa hiyo kama tunaweza kufundisha maimamu, kama tunaweza kufundisha walimu wa madrasa, tutashindaje kutengeneza jumuiya ya maimamu? Mwaka 2016 mimi nikiwa mkuu wa chuo Limkibamba, nilianzisha chuo cha uimamu na uongozi wa maendeleo ya jamii pale. Watu wengi walikuwa wanashangaa wanafundisha nini? Lakini tumefanya mahafali 4. Na mahafali ya kwanza Mheshimiwa Mufti alikuwa mgeni rasmi. Mahafali ya pili Mheshimiwa Mufti alikuwa mgeni rasmi akimtuma Shalahadi akiwa Sheikh mkuu wa Dar es Salaam katika mwaka hicho. Baadaye ilipofika 2023 tukaamua kwanza, kabla ya hapo, baada ya wahitimu wetu kuwa namaliza, lazima tuwe na chombo cha kuwasaidia ili waweze kufanya mambo yao vizuri. Tukaunda BAMATA, Baraza la Maimamu Tanzania. Tukawaachia maimamu wetu, viongozi wetu, wanafunzi wetu waliohitimu waendeshe chombo hichi. Wakapita huko na huko, wakapigwa mikwala, wakati wakaenda kuanzisha chombo kinaitwa UMDA, Umoja wa Maimamu Dar es Salaam, pasina kutushirikisha sisi. Tukaombea dua, tukaambia songeni mbele, na mpaka usajili wakapata. Lakini sasa hivi kila tukaombea sema bana, tufungue mlango kwenye UMATA, kwa maana yake ukisha shirikana. Tukamwambia usajili taasisi pekee yake haitoshi. Haya, karibuni kwenye UMATA. Kwa hiyo tukaamua kuanzisha Umoja wa Maimamu Tanzania. Tulipoanzisha tumeuendesha takribani mwaka bila kushirikisha watu. Baadaye tukafungua magrupu, tukaendesha kwa miezi 6 yakiwa na roho nzuri, jina zuri la UMATA, tukawakabidhi watu uongozi. Baadaye wale watu wakanogewa, wakaona jambo lile tamu, jambo lile zuri, wakawa na kwenda kwenye mabenki kuomba fedha pasina kutuhusisha sisi waendeshaji. Wanatumia jina hilo kuomba misaada, wanapewa. Lakini wale wanaotoa misaada wanatujua sisi. Shentia vijana wako UMATA wameomba msaada huku, mbona hujatoa mrejesho? Na wakina nani fulani hapana. Watu wa benki wanatupigia simu, kuna vijana wewe wamekuja hapa kuomba msaada, lakini tunakutambua wewe kama muasisi katika hili jambo, mbona hatuna tupate mrejesho? Tukawaambia wale vijana, hebu tueni mrejesho kwenye magrupu, mahala ambako mmeomba fedha, kiasi mlichopata na matumizi mliofanya, hebu waambieni watu. Kuanzia hapo wakawahamisha watu wote kwenye magrupu mengine wakatutoa
tukiwa kwenye magrupu bahati nzuri tukafanya utaratibu tukawarudisha. Mwenyekiti wa UMATA Mheshimiwa Matitu Salim Matitu ambaye yuko Songea ndio alikuwa anafungua hizo linki zote, kila taasisi ambayo nikiwepo kwa linki anafungua yeye. Kwa hiyo kwenye UMATA walipotutoa wote, walipofika kwa kumtoa Mheshimiwa Matitu akashindwa na akawa ikabidi Matitu aturudishe wote kwenye wajibu. Tukawarudisha wote wale, tukawaambia wajieleze kwa nini wamefanya hivi. Wakaleta ujeuri, wakapambana. Sasa watujui wakati huo, tukawapa siku 7 zikaisha, tukawafuta, tukaanza upya, taasisi ikasimama. Bahati mbaya hawakuwa wabunifu, wakaiga logo, wakaiga jina, wakaiga mpaka kuandika na kuandika mimi kila kitu, wakakimbilia kufanya usajili. Sisi hatuhangaiki na mambo ya usajili kwa sababu usajili ni kitu kidogo sana kufanya taasisi kubalike na kufanya mambo ya msingi. Kuna aina nyingi za usajili. Sisi huwa tunafanya usajili wa muda. Tukisha kamilika, tumewajua viongozi wenye dhamira safi, walioelewa malengo, wanaweza kuyapigania. Hapo tunasajili taasisi na kuweka uongozi systematically. Lakini katika kipindi ambacho bado watu hatuwajui, watu wanakuja kwa interest tofauti, watu wanakuja kwa vision tofauti, wanatazama kama brand ya UMATA inaweza kuwafikisha katika vision zao na sio wao kutumia fursa zao kufikisha UMATA katika vision yake. Hatufanye usajili katika namna kama hiyo, kwa sababu wakati huo tukitaka kumuondoa kiongozi tunamdiriti tu kwenye grupu basi. Kama kuna sehemu tumesajili usajili mdogo kama BAKWATA, kama baraza kuu, tunaandikia barua kwamba viongozi fulani tumewasimamisha au tumeuondoa kwa sababu anakwenda kinyume na utaratibu tuliokuwa tumeweka. Hakuna shida katika hilo, na tukikudiliti kwenye group kama kiongozi ni siku moja tu nasaulika, hakuna mtu yote atakayekumbuka, kwa sababu sisi ni katika watu ambao tuna uwezo mkubwa wa kufanya branding ya jambo lolote lile likajulikana likafahamika, na tunalotaka lisaulike likasaulika. Uwezo huo tunao, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia mambo kama haya. Kwa hiyo hatufanye usajili kwa kuogopa migogoro kuwa mingi sana. Kwa hiyo wale vijana tukawaacha, wakaendelea kutumia jina letu, lakini hakuna ambaye alikuwa anatambua. Wametutukana sana na kushambulia kwenye mitandao, lakini sisi kazi yetu iko kule kuambia tunaamini wana vipaji, wanatamani, wanapenda. Kwa hili jina la UMATA waendelee kulitumia kwa siku tutafanya vizuri. Wakati tunaendelea na mafunzo, yakatokea matatizo ya walimu wa madrasa mafia. Kuna kiongozi mmoja kule akaropoka kwamba walimu wa madrasa wamebaka watoto 17. Mwingine akasema walimu wa madrasa wamelalisha watoto 17. Dunia ikatetemeka kwa hili. Mafia madrasa zikafungwa, wazao walimu wa madrasa wakakimbia mafia. Watu wa kheri wakatuomba, wakasema hapana, hili jambo tunaona ninyi ndio mnaweza kulikabili, kwa sababu haya ndio mambo yenu, tunaomba mwende mafia. Wakati tunakwenda mafia, tunahangaika na tatizo la Dodoma. Vyombo vya usalama, waandishi wa habari wamevamia pale madrasa ya Dodoma. Kwa jambo dogo sana, madrasa imefungwa. Haijachukua muda, madrasa Kisarawe hivyo hivyo. Kule Arusha mwalimu wa madrasa kafungwa miaka 30, ametumiwa kupaka mtoto. Tukiangalia huku na huku, hakuna taasisi, hakuna mtu amesimama katika hili. Sisi kama waasisi wa UMATA tukasema hapana, hili jambo tunalifanya. Tukaenda mafia, tukakutana na kila watu, kuanzia mkuu wa wilaya, watu wilaya zote, kama chambuzi za usalama, wazazi, watoto, viongozi wa dini, mpaka jambo likakaa sawa. Madrasa zikafunguliwa, watoto wakaanza kusoma, walimu waliokuwa jela wakatolewa, kesi mahakamani zikaonekana zina maana, zikafutwa, walimu waliotoroka wakarudi. Tukasema kwa hali hii ilivyo, ni lazima hao walimu wa madrasa tupate chombo cha kuwasaidia. Baadaye ikaonekana vyombo vitakuwa vingi. 75% ya maimamu ni walimu wa madrasa, 80% ya walimu wa madrasa ni maimamu. Hii umoja wa maimamu na walimu tuongeze na walimu wa madrasa, maslahi yao tuwaweke ndani. Ndio asili ya kuitwa umoja wa maimamu na walimu wa madrasa Tanzania. Swali lingine watu wanauliza, kwa nini sasa watu wengi kila wakija kwenye UMATA wanaipenda UMATA, wanalipenda jina, lakini wanataka jimilikishe lile jina au waanzishe jumuiya kwa jina hilo hilo? Kwa nini inakuwa hivi? Na ninyi kama wabunifu wa UMATA mnasemaje juu hili? Tunawaambia kwamba haikuwepo, majibu yetu hayo. Hakukuwa na chombo kinachounganisha maimamu
maimamu na walimu wa madrasa nchi nzima, UMATA kimekuwa ndio chombo cha kwanza. Vimekuwepo vyombo vya maimamu kwa kushughulikia mambo mbalimbali. Kwa mfano, shura maimamu ni chombo maarufu. Shura maimamu ni chombo maalum cha Waislamu cha kushughulikia matatizo mazito na matatizo magumu ambayo hayawezi kushughulikiwa na vyombo vingine, vinahitaji kushughulikiwa na watu jasiri, chombo cha jasiri kama shura maimamu. Kwa hiyo shura maimamu iko pale, inashughulika na mambo yake maalum, na Waislamu wote wanaisapoti na wanaiunga mkono. Haizuii kuwepo kwa jumuiya zingine za maimamu. Vyombo vipo jumuiya za maimamu mikoani, kwenye kata, kwenye wapi, lakini UMATA tulitaka iwe tofauti na zote, kwa maana yenyewe kuwa ni jumuiya ya kitaifa, na alhamdulillah hilo tukafanikiwa. Ukienda Kigoma kuna UMATA, ukienda Mtwara kuna UMATA, ukienda Rukwa kuna UMATA, kila sehemu ya Tanzania UMATA. Sasa matunda ya UMATA yamekuwa ni mazuri, kila mmoja ameishia kulipenda jina, na sisi tunasema ni jambo zuri. We are proud of that. Tunawaunga mkono, tunawasapoti. Hata kama mwanzoni wakati tunaanzisha tuliwaambia zinaweza zikatokea jumuiya za maimamu zaidi ya 200, na zote tunazihitaji kwa sababu hii kazi ni kubwa. UMATA pekee yake haitatosha, zile jumuiya nyingi hata 200 za kusaidia maimamu. Sisi kama wakufunzi, wataalamu wa organization development, wataalamu wa ujenzi na uendelezaji wa taasisi na jumuiya za Waislamu tutazisapoti tu. Sasa watu ambao wanalipenda jina la UMATA tukasema sisi hatuna tatizo nao, waendelee kulitumia, na wakitaka waendelee na usajili, lakini sisi haitushughulishi kwa sababu tunajua namna gani ya kutofautisha majina ya taasisi. Kwa hiyo sisi tunasema hata jumuiya 100 ziitwe UMATA, hatuna tatizo nazo, tutaziunga mkono, tutashirikiana nazo, kwa sababu tuna uhakika haziwezi kuwa kama UMATA hii. Kufanana majina sio ufanisi wa taasisi, na zikileta ufanisi unaofanana kwetu bado litakuwa jambo zuri, kwa sababu tunashiriki kusaidia taasisi zote ili ziweze kufanya vizuri. Kwa hiyo wale ambao wanasema kwa nini jumuiya zinaibuka kwa jina hilo la UMATA, kwamba watu wameipenda sana jina, wamekosa ubunifu wa kuanzisha jambo lingine, au hii UMATA ina siri gani? Ni kweli UMATA inapendwa na kila mtu katika nchi yetu, na hii ndio jumuiya pekee ambayo imeweza kufanya kongamano na kumwalika Mheshimiwa Rais na akakubali pasina viongozi wengine waandamizi. Tukawa na rais na UMATA, haijatokea katika nchi yetu, na akasema Mheshimiwa Rais kwamba kwa hili UMATA ambalo mmelifanya, mmenifanyia jambo kubwa sana, hata mngeninunulia mkufu wa dhahabu ukatoka chini mpaka juu usingefanana na hichi ambacho mmekifanya, kuniandalia na kunialika kwenye kongamano la amani na uzalendo kuelekea uchaguzi mkuu, na kauli mbiu yenu ya amani yetu kwa mustakabali wetu. Hili jambo ni zuri sana, na mimi mmenialika, na mimi nitawaalika hapa kwenye ile neno, nitawaalika kwenye maneno haya ya rais. Kila mmoja analazimika ajipapatue, ajibanebane kwenye jina la UMATA ili apate thamani ile ambayo hata viongozi wote Tanzania wanaona thamani ya UMATA. Kwa hiyo sisi tunatoa wito watu kuwa wabunifu kuunda taasisi zao za maimamu na walimu wa madrasa. Hata wakiziita UMATA hakuna tatizo, waziite, lakini UMATA hii itabaki kuwa UMATA, itaendelea, na sisi waasisi tutaendelea kusimamia ndoto zetu, vision zetu, mpaka zisimame katika malengo matano ambayo tunasimamia katika hayo. Kwa hiyo hatuoni tatizo, tunaunga mkono wote ambao wanapenda kutumia jina la UMATA, lakini usithubutu, usiote kutaka UMATA hii tuifute au iwe kitengo cha taasisi fulani. Hapana, UMATA hii itaendelea na UMATA zenu zitaendelea, wala sisi msitulazimishe kuja kwenye hizo taasisi zetu kwa viongozi. Tutawafundisha uongozi, tutawasupport, tutawasaidia, lakini kama waasisi tutaendelea kuilinda UMATA na kusimamia maimamu isonge mbele ifike pale. Wale wasiotaka UMATA kwa sababu imeanzishwa na watu sio maimamu, lakini wanafundisha maimamu, na wenyewe tumewafungulia mlango waende kwenye jumuiya zilizoanzishwa na maimamu, zipo nyingi, wakashiriki. Na wale ambao wanasema UMATA jumuiya yote ni mali ya wanajumuiya na uongozi, nyinyi waasisi kazi yenu imekwisha, tunawaambia hivi,
Kazi yetu ndio kwanza inaanza, mpaka tuhakikishe hakuna migogoro, tumuondoa wote ambao wanaleta matatizo katika taasisi. Tumepata watu wazuri, wamesimama, wanaelewa malengo, wanaelewa program, wanatekeleza, then hawa sasa tutawachia waendelee. Lakini sasa hivi bado hatujapata watu ambao hawajui malengo ya UMATA, hawajui program za UMATA, hawasimamii. Mpaka leo lengo la kwanza kuunganisha maimamu kitaifa alijafanikiwa kwa kiasi kubwa, japo mafanikio yapo. Lengo la pili kuendesha mafunzo ya uongozi na uimamu yanapatikana katika vyuo na walimu wa madrasa. Sisi hatuna vyuo. Kazi yetu ni kutafsiri mafunzo kutoka vyuo mbalimbali na kuwabrush na kuwajenga na kuwafundisha, kuwafunza watu wetu mpaka maarifa yao yawe sawasawa na wale ambao wamesoma katika vyuo. Hii kazi bado tunaifanya na hakuna kuifanyia kazi. Lengo la tatu ni kupigania stahiki za maimamu. Imamu anatakiwa apewe bima ya afya. Kwanza anatakiwa apewe mkataba, mshahara wake uonyeshwe, hata kama ni fisabilillah iandikwe kwenye mkataba, hata kama ni posho iandikwe kwenye mkataba. Ndicho tunachokisimamia hicho. Lakini alipo mshahara, tunafundisha mbinu za msikiti kupata mshahara wa imamu. Sisi pia alhamdulillah tumesoma vizuri masuala ya resource mobilization katika kila jambo, iwe ni katika taasisi, iwe ni katika msikiti. Tuna namna nzuri ya kuweza kuraise fund, kuraise mambo ambayo yatasaidia taasisi iende, yatasaidia maimamu. Haiwezekani msikiti unasoma watu 1000 lakini imamu alipo mshahara. Msikiti unalaza magari, una maji unauza msikiti una maframe, una nyumba za kupangisha, una nyumba za wakfu, lakini bado imamu alipo mshahara, mwalimu wa madrasa alipo mshahara. Hapo tatizo sio kukosekana fedha. Tunaona sio kwa Waislamu anakajumatoka ibada, wana kiongozi wao hana hata muda mrefu, kaja pale wanaishi naye hawafiki hata 20, lakini wanaweza kuwa na gari ikajaza mafuta kila siku, akawa na nyumba nzuri, watoto wake wanasoma pazuri. Tunashindwa vipi misikiti yetu ambayo watu wanajaa to? Kwa mfano leo tumeswali hivi, ungetegemea siku ya leo misikiti ilipe mishahara ya madeni ya walimu wa madrasa na maimamu kote huko nyuma ambako walishindwa kulipa, lakini wamepata sadaka nyingi kuliko siku zote. Nenda kamuulize imamu kama amepata kanzu. Sasa sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba kupitia UMATA haya mambo tunayabadilisha kupitia mafunzo. Ndio maana tupo karibu na wataalamu wa masuala ya fedha. Imamu apewe bima ya afya. Imamu na mwalimu wa madrasa wanajitolea. Ugonjwa na shida uangalie mtu anayejitolea. Hatuwezi kuwapa uhakika ila chakula, lakini waumini tushirikiane kwamba huyu imamu siku akiugua na familia yake anakwenda kutibiwa hospitali nzuri pasina kusimama kwenye mimba kuchangisha mchango wa imamu. Haya ni mambo ambayo yanawezekana na tunaamini katika hali kama hiyo. Kwa misingi hiyo sasa, lengo lingine ni kuhakikisha kwamba ukiacha kupata bima ya afya, maimamu tuhakikishe kwamba wanapata makazi. Haipendezi imamu anakaa nyumba ya kupanga na vijana na wadada wasiooa, wakati Waislamu katika misikiti yao wana uwezo Ijumaa 1, 2, 3 wakapata hela nzuri ya kulipa kodi ya nyumba ya kujitegemea imamu. Jamani, kwani inawezekana haya? Inawezekana, lakini utakao kuwepo chombo cha kusaidia haya kuhakikisha yanawezekana. Kuna ubaya kuhakikisha kwamba imamu anakaa katika nyumba nzuri? Kumheshimisha imamu ndio kuheshimisha Uislamu. Imamu anapokaa katika nyumba dhalili, unadhalilika Uislamu. Hata nyinyi mnaokaa kwenye magorofa, mnakaa kwenye mabangalo, mnaonekana hamna maana, nidhamu ni Uislamu. Mwalimu wa madrasa anaishi maisha dhalili kuliko mwalimu wa shule ya msingi. Tunashindwa kumlipa mshahara, tunashindwa kumkodishia nyumba. Kazi ya UMATA imeanzishwa ili kuhakikisha haya tunasaidia. Lakini lengo katika hilo pia, lengo la tatu, kuhakikisha kwamba imamu anapata likizo. Amemaliza Ramadhani, anaswalisha tarawih, anaswalisha qiyamul, anaongoza darasa, anaswalisha mpaka sijui kitu gani. Kwa nini baada ya Ramadhani imamu asiende likizo akapewa na mafao yake likizo? Leo imamu akisema akasalimie tu kwao au kwenda msibani, akirudi huko imamu kaweko mwingine na yeye kazi inakuwa. Inawafanya viongozi wetu wakose utulivu, hichi kwa wasiwasi. Sasa hili haliwezi kuwa ni jambo endelevu. UMATA imeanzishwa kwa ajili ya kurekebisha mambo kama haya, lakini tunataka imamu awe ana staff na awe na mafao.
Leo kuna misikiti imamu na miaka 90-80, wengine mpaka wanatuhumiwa kwa uchawi, kwamba pale kwenye mimba asiposwalisha yeye, akiswalisha mwingine anakauka, anatoa adhana yeye, akitoa mwingine anakwama. Sio kweli. Lakini hii dhana inatokana na nini? Kwamba mzee anapambana mpaka afe kwenye ile kazi, kwa sababu hajaandaliwa mazingira mengine. Maisha yake yote tangu ujana amejitolea kufundisha dini, amekuja kuwa imamu, afanye kazi nyingine zaidi ya dini. Umefika wakati sasa anahitaji apumzike, hana nyumba, anahitaji atulie, awe anapata huduma, hamna kumhudumia, hakuna chanzo cha fedha. Msikitini pale amefanyika mapinduzi, wamesahau kama imamu huyu mzee ndio alitafuta kiwanja, ndio alitafuta wajenzi, na msikiti umekuwa pale. Ni kweli tunashindwa imamu ambaye amestaafu kwa mwezi tukampa 500,000, tuna fremu pale msikitini tukampa fremu moja, tukachanga ile msikitini tukajaza pale, duka likaendelea, tukamnunulia shamba kijijini kwao, tukamjengea kijijini kwao, akamalizia maisha yake miaka zaidi ya 80 ametumikia Uislamu. Hili linashindikana vipi? Linawezekana. Limekosekana uratibu, na sio jukumu lao hawa maimamu kupiga kelele hilo. Tumeanzisha UMATA kwa ajili hiyo. Nani anasimamia? Kwa sababu tumelianzisha hilo, ni lazima tulisimamie mpaka lisimame, hata kama itafika miaka 200 ya tukawa hai katika. Wasiotaka utaratibu huo waanzishe za kwao na sisi tujifunze huko. Lakini lengo la 4 ni kuhakikisha kwamba UMATA inasimamia maadili ya Kiislamu katika jamii, kwa maana ya kwamba maimamu wasimamie maadili ya Kiislamu katika jamii. Leo tunaona wanasiasa, wana michezo, watu maarufu, waigizaji, wasanii wanaweza kufanya jambo lolote dhidi ya Uislamu, alafu asiwepo mtu akuonyesha kidole wala kuwaita. Tunampongeza sana Sheikh Kishki, tunampongeza sana Sheikh Othman Zuberi. Kuna kipindi fulani msanii mmoja akasema ameota ndoto Mungu ni mwanamke. Nia yake ilikuwa njema, kutokana na wimbo wake alikuwa anataka kuwadaa, kuonyesha huruma ambayo anaiona kwa kina mama. Akasema haiwezekani, Mungu lazima atoke ni mwanamke. Uelewa mbovu, lakini alikuwa anawasilisha kitu ambacho kinatokana na mawazo yake mabovu. Ni hawa mashehe wawili tu ndio waliweka rekodi. Sheikh Othman Zuberi hutuba ziliunguruma pale msikiti wa Arusha pale Masjid Shafi, mwezi mzima zinamwandama yule msanii, japo tulikuwa hatujui kama zinamfikia, hatujui kama ni muumini wa pale, lakini Kishki alikuwa na bali. Akatafuta rafiki yake, akamwita, akampa ujumbe, akampa na barua, mpelekee barua hii, alafu nataka kuonana naye. Yule msanii alipoona hilo tu akasema ishakuwa makubwa. Akaita vyombo vya habari, akaomba msamaha. Kama sio hekima na busara aliyofanya Kishki, lingekuwa ni jambo la. Lakini tumesikia wakati wa uchaguzi Muislamu mwanasiasa anasema yeye akipata kuwa mbunge katika ile bunge ataongeza soko la nguruwe. Ni Muislamu. Watu wanashangaa, siku hizi nguruwe amekuwa halali, au unaweza usile nguruwe lakini ukasaidia soko lake. Hakuna taasisi, hakuna viongozi ambao wamemwita na kumweka chini, wanamwogopa. Hajapata ubunge, lakini watu wanamwogopa, wanaona mtu wa maana, kisa aligombea, atakuwa itwe. Ndio kazi ya UMATA. Kuna msanii mwezi wa Ramadhani anatoka kwenye kusaini mkataba wa kubeti, waandishi wa habari wanamwambia bibi, wewe ni Muislamu, alafu unakuja kusaini kubeti, hii si haram na mwezi wa Ramadhani, Uislamu wako unasemaje? Anaambia kweli mimi Muislamu, hata kama sijifunika ushungi, mashallah naupenda Uislamu wangu na hapa nilipo nimefunga, lakini Uislamu umekataza kamari, haujakataza kubeti. Watu hajatokewa kumwita yule binti, wakamweka chini, wakampa elimu na wakamtaka asimame sasa aeleze uharamu wa lile pale, ili wengine wote ambao wamepotoka kupitia wakafanya. Haikufanyika. Haya yote yanatoa mfumo. UMATA ni lazima ishughulike na mambo ambayo yamesaulika katika jamii, ikiwa kwa lengo. Na la 5 ni kuhakikisha kwamba misikiti yetu yote inarudi katika hadhi ya misikiti ya Mtume SAW, kutoa huduma na kufanya dawa. Ukiangalia misikiti mingi ya mjini watu wanajaa sana kuswali, mida ya magharibi, ishai na subuhi hakuna watu, wanabaki wazee wachache. Maana yake wakishakufa wale wazee hakuna tena wenyeji ambao wanaswali pale. Wanaokuja kuswali pale ni wageni ambao wamekuja kujishughulisha zao katika eneo. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu msikiti limekuwa ni jengo tu la kutosha watu. Hakuna dawa ambayo inafanyika kuwatayarisha watu. Hakuna semina, hakuna makongamano, hakuna mihadhara,
hakuna itikafu, hakuna madarasa ya rika mbalimbali. Ikitokea bahati ni darasa la watoto, lakini sio la vijana, sio la kina baba, sio la kina mama, kuwatengeneza katika imani zao. Msikiti lazima uwe na program zinazohusu Waislamu na zisizowahusu wasiokuwa Waislamu. Kuna program zinazohusu waumini, kuna program zinazohusu Waislamu wote. Hii ni program za dawa katika misikiti ziwepo. Tunayafundisha haya na alhamdulillah iko misikiti nafanya na hatua zinasonga mbele. Lakini pia misikiti itoe huduma. Haiwezekani mtoto wa imamu aliyefariki anashindwa kuendelea na masomo kwa sababu babake fariki na babake alikuwa imamu. Mtoto amfagia msikiti amekosa kwenda shule kwa sababu ya ada, watu wanaendelea kuswali sufufu, watu wanajipanga wamenyosha safu, alafu aliyefanya msikiti huo msafi mtoto wake asome kwa sababu hana ada. Swala gani za namna hiyo? Sisi tunafundisha misikiti itoe huduma. Asiwepo yatima katika msikiti amekosa ada, mjane katika msikiti amekosa kuolewa tena, amekosa kupata mtaji, ameshindwa kuendesha maisha, isiwepo. Kuna wazee hawana watoto au wana watoto lakini wapumbavu wamewatelekeza wazazi wao. Hawa wazee watakiwa kupata shida wakati msikiti huko unajaa watu. Lazima misikiti itoe huduma kwa watu, na misikiti mingi iko mjini imezungukwa na maduka, haishindi kutoa huduma kwa watu. Leo unakuta msikiti wanaswali watu wengi wenye hela, viongozi wanaswali pale, lakini hauwezi kusomesha hata yatima, hauwezi kulipa ada ya mtoto hata mtaa wa pili. Hapana, lengo la UMATA ni kuwepo malengo kama haya matano ili tuweze kufika mbali kwa malengo ambayo tumejiwekea. Sasa haya ndio mambo ambayo tunapenda kuambia watu. Lakini watu wanauliza, kitu gani kinachofanya UMATA iwe tofauti na taasisi zingine, hata zile ambazo zina majina kama UMATA? Tunawapa majibu haya. Licha ya malengo matano yaliyokuwa mazuri yanayotofautisha UMATA na taasisi zingine, lakini napenda niwaambie kwamba UMATA ina program zake. Hizi program ndio zinatofautisha baina ya UMATA pamoja na taasisi zingine, hata zile ambazo zimependa kutumia jina la UMATA. Miongoni mwa programu hizo ni pamoja na kwanza program ya maboresho, kwamba UMATA ina program ya maboresho madrasa, maboresho ya misikiti, maboresho ya taasisi, maboresho ya jumuiya za Kiislamu. Maboresho haya yanalenga kwanza ziwezeshwe kuweza kutekeleza katiba zake vizuri, ziwezeshwe kutekeleza kufanya compliance maelekezo ya serikali, maelekezo ya mamlaka za usajili. Leo tunaona Wizara ya Mambo ya Ndani ikitoa orodha ya taasisi za kufutwa zikitoka 600 za Waislamu 400. Hii haiwezi kuvumiliwa wala sio kulalamika. Ni swala la kukaa kuangalia hizi jumuiya za taasisi za Kiislamu na misikiti makosa yake ya kwapi, wasaidiwe kujengewa uwezo. Sasa hivi huwezi kusikia kuna orodha inatoka taasisi zinafutwa na za Kiislamu ziko ndani yake. Huwezi kusikia kwa sababu juhudi kubwa imefanyika kufanya maboresho. Waliokwama katika usajili wamesaidiwa, walioshindwa kupeleka mrejesho wanasaidiwa, maboresho yanaendelea kufanyika na taasisi zetu zinakuwa smart, migogoro inaondoka, zinakuwa na miradi, zinakuwa na maprogram mbalimbali ya kufanya. Hii ni moja ya program ya maboresho ambayo tunafanya. Lakini programu nyingine ambayo tunaifanya ni programu ya Safina. Safina ni mpango wa kuwawezesha walimu wa madrasa na maimamu na mashekhe na wanafunzi wa madrasa kuingia vyuo vikuu kupitia mfumo mpya elimu ya sekondari, akasoma kupitia Kiswahili, Kiarabu, elimu ya dini ya Kiislamu kwa Kiswahili, historia ya Tanzania na madini kwa Kiswahili, na English na history kidogo. Baada ya miaka mitatu tumeweka lengo watu 1000 tutawaingiza vyuo vikuu. Baadaye serikali ikitaka kuajiri walimu, sisi Waislamu tuwe nao. Hili ni katika lengo kubwa ambalo tunapigana nalo kufa na kupona, kwa sababu watoto wetu watafundishwa na nani kule shuleni? Huwezi kwenda serikalini ukaenda kuomba kazi ukasema wallahi mimi nimesoma kwa Sheikh Tumbe kule Kigoma, wallahi tunakia Mungu nimesoma Bukoba kwa Jamusta. Wanataka cheti kuanzia diploma ambayo inatokana na form 6. Sisi tunao wangapi? Tuna vijana chungu nzima wamemaliza thanawi, ingawa thanawi ni form 6, lakini wanashindwa kukubali katika mifumo ya elimu Tanzania mpaka wasome na elimu ya sekula. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba madrasa zote za bweni zitaendelea kuwepo. Madrasa zote watoto wanaosoma thanawi watakwenda vyuo vikuu kupitia mfumo wa Safina ambao tumeweka nao.
na vijana wote waliopo mtaani tutahakikisha kwamba wanaingia vyuo vikuu kupitia wepesi wa mfumo wa elimu ulioweka. Program kali inafanyika wapi? Nani ataisimamia? Lazima tusimamie mpaka matunda yaonekane. Lakini tuna program nyingine ya maboresho ya uwepo wa walimu wanawake katika madrasa zetu. Tumeunda mtandao wa walimu wa madrasa wanawake ili kila madrasa iwe na mwalimu au mlezi mwanamke. Na haya tumejifunza Mafia. Leo tunalalamika watoto wetu wakikua, wakibalehe wanaacha madrasa. Tunasingizia kwamba shule. Hapana, sio shule. Umri wa mtoto wa kike ambao umefikia sio kukaa mazingira kama madrasa zilivyo leo. Ana mazingira yake ya kukaa. Mazingira madrasa yanakuwa talishi. Anachanganywa na watoto wa kiume ambao ni watukutu, wahuni, walimu vijana wajaoa. Binti yuko pale anaitwa namna hii. Wananyanyaswa, wanatongozwa, wanasumbuliwa, wanaacha madrasa. Hali zao zinawakuta wakiwa madrasa. Hawana maandalizi, hawana elimu. Tukasema kila madrasa ni lazima awepo mwalimu wa madrasa mwanamke. Awe mwalimu au sio mwalimu, lakini mwanamke yuko pale. Watoto wa kike wako na shida zao, yupo. Watoto wadogo wanamuona mama yao mlezi, yupo. Usafi pale upo. Nani atafanya hivyo? Tunahangaika nalo mwaka wa pili bado halijaeleweka. Nani atalisimamia? Alhamdulillah, tunao viongozi wa kina mama, ni Aisha Bakari na wenzake, tunao Bi Semeni kama katibu wao, wanafanya vizuri. Inshallah kidogo kidogo itaeleweka takwenda mbali. Program nyingine ni msaada wa kisheria. Tumeteua kurugenzi 11. Moja ya kurugenzi ni kurugenzi ya sheria. Tumeweka utaratibu kila mwezi, kila wilaya kwa Dar es Salaam. Waislamu wanafika sehemu fulani, jopo la sheria linakuja pale, linasikiliza shida za watu na kuangalia namna ya kuwasaidia na kuwapa ushauri namna ya kusonga mbele. Kuna katika hii muda wetu sio rafiki. Program zipo 10, hazitoshi kuelezea zote. Lakini tuambie wale ambao wanaona kwamba sisi sio maimamu, tumeanzisha taasisi ya maimamu, lakini tunafundisha maimamu, waende wakaanzishe yao. Na wale ambao wanasema hii jumuiya sawa ni ya maimamu, wanachama ndio mali yao, wale ambao wameanzisha kazi yao imeisha, waondoke. Waambie utaondoka wewe na hao wengine mkaanzisha kwenu. Hii umata itaendelea kumaka. Juhudi kubwa tunaifanya, kila siku kunakuwa na mafanikio. Lakini kila tunapofikia mafanikio, changamoto ndio zinakuwa kubwa sana. Tulichojifunza kwa Waislamu wengi ni wanafiki sana. Ungedhani wanatamani kuona jumuiya zote ziendelee, kumbe wengi wanatamani jumuiya ziendelee. Sisi tumekuwa na mchango mkubwa katika taasisi nyingi, lakini leo kuunda umata na ikasimama imara, rafiki zetu wengi wametutenga, taasisi nyingi zimetutenga, hata mchango wetu wamesahau, wala hatutengi tena. Hoja tu kama wamechukua nguvu kubwa, wanapeleka kwenye umata. Kwa nini sisi huku hatupe mchango? Tumekataa. Sisi ni Waislamu wote, sisi ni watu wa taasisi zote, tutaidia mambo ya Uislamu hivi, kwa sababu tunaamini hizi taasisi ni vyombo tu vya kusaidia Uislamu uende. Hatuna nongo na taasisi yoyote, lakini asiwepo mtu wa kutuletea nongo kwenye kazi tunazozifanya. Kwa hiyo tunapenda kuambia umata ni umoja wa maimamu na walimu wa madrasa Tanzania. Sisi ndio waasisi wake. Tupo imara, tutaendelea kuisimamia na itabakia hivyo, lakini tutaendelea kushirikiana na kila taasisi yenye nia njema katika Uislamu. Lakini haitawezekana kuwa ni tawi, kuwa ni kitengo cha taasisi yote. Kwa hiyo tunaomba maimamu waliokubali katika umata waondoe mashaka, yale maswali na wasiwasi wanaotuuliza waondoe, watembee kifua mbele. Jumuiya yao ipo imara kabisa na itaendelea kufanya kazi kama ambavyo ilikuwa imekusudiwa, lakini itaendelea kushirikiana na taasisi zingine. Swali lingine kubwa ambalo watu wanatuuliza, mmekuwa mkiunda jumuiya nyingi sana na maimamu sasa jumuiya zao ziko nyingi sana, baada ya hapa mtaunda jumuiya nyingine au ndio imeisha hapa? Tunaambia hapana. Sisi tunafanya utafiti wa kuangalia depth. Kwa mfano, tunaangalia hakuna katika vyuo vikuu, tumefuatilia Wakristo wanazo jumuiya za malekchara, Wakristo wa madhehebu yao zipo mpaka na madhehebu. Ziko jumuiya za Katoliki, jumuiya za Luterani, lakini za Waislamu hamna hata jumla. Huko nako tutafika. Ziko jumuiya za
wanasheria wasiokuwa Waislamu na wanafanya mambo makubwa kama za Waislamu hakuna mpaka sasa. Tutafika, atakayetupinga tupinge, lakini watakuwepo watu wenye akili wenye kupenda mambo mazuri watatunga mkono. Kila umoja wa jumuiya ambao haupo, sisi tutahakikisha unakuwepo, kwa sababu tulipoambiwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na kama Mwenyezi Mungu wala msifarikiane. Sio kwamba mekanizmu yake Waislamu wote tutashikamana kwa pamoja. Hapana, tutashikamana kwa mafungu yetu. Walimu wana umoja wao, mashekhe wana umoja wao, maimamu wana umoja wao, waandishi wa habari wana umoja wao, malekchara wahadhiri wana umoja wao, maprofesa wana umoja wao, mainjinia wana umoja wao, wahasibu wana umoja wao kama Waislamu, na wanatumia ule umoja kutatua changamoto za Waislamu. Kama hakuna, tutafika huko inshallah. Tunajua hata mitume hawakukubalika na wote, lakini walivyoondoka walifuatwa na wote, na wapo bado watu bora. Kwa hiyo ninatoa wasiwasi, wapenzi, washabiki, wanachama na wadau wa UMATA. UMATA yenu ipo imara, itaendelea kuwepo, na sisi tunapoweka viongozi sio kama hatuna uwezo wa kufanya. Kwa sasa hivi shughuli zote za UMATA zinasimamiwa na sisi kama wasisi na kama bodi ya wadhamini, na mimi sasa ni mtendaji mkuu na katibu wa bodi ya wadhamini. Huko nyuma nilitambulika kama mratibu, kwa hiyo kuna watu walikuwa wananichukulia poa, lakini sasa hivi mimi ni mtendaji mkuu wa UMATA na katibu wa bodi ya wadhamini. Kwa hiyo tutaendelea kuhakikisha kwamba UMATA yetu ipo na tutaendelea kuunda uongozi kadri inavyowezekana, kwa sababu sisi hatuwezi kuwa viongozi wa kile chombo. Ndio maana kwenye kila chombo ukisikia majina yetu mratibu, ukisikia jambo letu mratibu. Hatutaki sisi si kuwa katibu, kuwa mwenyekiti, hapana. Kazi yetu ni ufinyanzi wa taasisi, ujenzi wa taasisi, usanifu wa taasisi. Kwa cheo cha uratibu tuna uwezo wa kufanya kila sehemu. Tunaweka watu, tunawasaidia, tunasonga mbele. Wakituzingua tunaweka pembeni, Mungu analeta wengine, tunasonga mbele. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunapenda kuambia waasisi wa UMATA kama bodi ya wadhamini wa UMATA tupo na tutaendelea kuisimamia UMATA bila kuwa na hofu ya aina yoyote. Malengo yetu tutasimamia na programu zetu tusimamia. Tunaomba mawasiliano yafanyike moja kwa moja kama ambavyo tunafanya siku zote, kama tulivyoanza mpaka tunaendelea kufanya maboresho ya uongozi. Tumeanza na kurugenzi, utafuata maboresho ya uongozi wa mikoa, na tutaanza na hapa Dar es Salaam kupata na kuwaweka na kuwasimamia watu wenye uwezo wa kusimamia malengo na programu. Hatutaki washabiki sisi, tunataka watendaji wa kusaidia yale malengo na zile programu. Tunatoka hapo tunaendelea katika ngazi zingine mpaka tuhakikishe UMATA yetu imesimama katika namna iliyokuwa bora. Kwa hiyo tunaomba tuwe wasiwasi, tuko imara, tunajiweza, tuna uwezo wa kusimamia na kufanya jambo lolote zuri kwa ajili ya taasisi yetu, na tutaendelea kuwakaribisha watu wengine kwa ajili ya kuja kutoa ushirikiano. Tukikubaliana nao tusonge mbele, tusipokubaliana nao wapeleke mawazo yao huko, wakaanzishe vitu vyao, kwa sababu inawezekana. Baada ya kusema haya, niwashukuru kwa niaba ya wasisi wenzangu na bodi ya wadhamini wa UMATA, tuwahakikishie kila la heri na tuambie kila kitu kiko salama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi